لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات والنيران اللهم آمين. أحبة وأحباب رسول الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم من حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى وأتنا في آياته كثيرة ومتعددة ومتنوعة. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بعد يحمد الله سبحانه وتعالى نkumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vile vile kuhusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ninyi katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la wajibu, ni jambo la lazima kwa kila Muislamu na kila mu'min. Ahibba wa ahbaba rasulillah, ibadallah, leo biidhnillah tabaraka wa taala tutaangalia inkaru limunkari wajibun ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Kukemea munkari ni jambo la wajibu juu ya kila mu'min wa kiume na mu'min wa kike, kwamba kuondosha maovu katika jamii, kukemea maovu katika jamii ni jambo ambalo linawahusu waumini wote kwa jinsia zao, wakiwa ni wa kiume, wakiwa ni wa kike. Hili ni jambo ambalo tunataka kulizungumza kwa leo kwa kuonyesha dalili mbalimbali min al-Qur'ani wa Sunna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mmekuwa ninyi ni umma bora, ninyi ummati Muhammad mmekuwa ninyi ni watu bora, wenye manufaa katika jamii, wenye kunufaisha jamii. Mmekuwa ubora wenu unatokana na kule kuamrisha yaliyo mema na kukataza yaliyo maovu. Kwa hiyo endapo tutaacha kuamrisha mema na tukaacha kukataza maovu, ubora wetu utaondoka. Hakuna ubora kwa mtu kujifaharisha kwa sababu nyingine yoyote ya kwamba yeye ni Mtanzania, ya kwamba yeye ni kabila fulani, ya kwamba yeye anatoka katika kabila fulani, katika ukoo fulani.
hilo halitomsaidia lolote wala chochote, bali kinachoweza kukufanya wewe kuwa ni bora ni kule kuamrisha yaliyo mema na kukataza yaliyokuwa maovu. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayoonyesha ubora wa kazi ya kuamrisha mema na kukataza maovu, ambayo inamhusu yeyote aliyo katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikiwa ni mwanaume, ikiwa ni mwanamke, ndio maana Allah akasema kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Na huku mnamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kinachowasukuma ninyi kuamrisha yaliyokuwa mema ni ile imani mliyokuwa nayo, na kinachowasukuma kukataza yaliyokuwa maovu ni ile imani mliyokuwa nayo. Maana kama hiyo imani haitokuwepo, ina maana hakuna tena ubora wa kuweza kuamrisha wala kukataza. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema waumini wa kiume na waumini wa kike wao kwa wao ni watu ambao wanasaidiana, ni watu ambao wananusuriana, ni watu ambao wako karibu sana katika kusaidiana. Kwa nini? Kwa sababu wanaamrisha yaliyo mema na wanakataza yaliyokuwa maovu. Kwa hiyo mahusiano yao, mafungamano yao ya karibu hasa ni kwa kazi ya kuamrisha yaliyo mema na kukataza yaliyokuwa maovu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaonyesha sifa zao kwa wema ni kwa sababu wanasimamisha sala, wayuqimuna as-salah, wayutuna az-zakah, wayuti'una Allah wa rasulahu. Wanasimamisha swala, si wanaswali, wanasimamisha swala kwa maana wanaswali kwa kuzingatia arkanu salah wa wajibatu salah, na wanazingatia nguzo za swala na wajibu wa swala na kwa nyakati ambazo zinatakiwa, lakini pia wanatoa zaka katika mali zao, na wanamtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wanamtii Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana ya kwamba ni watiifu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanaposomewa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hawaleti mjadala, hawaleti munakasha, hawaleti discussion. Wao wanajua aliyeamrisha ni nani, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wama kana lilmu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Haiwi kwa muumini wa kikweli kweli wa kiume wala kwa muumini wa kike pale anapoamrisha Mwenyezi Mungu jambo au mtume wake, wao wawe na khiari, wafanye au wasifanye, wakatazike au wasikatazike. Ukiona wewe uko hivi, basi wewe si katika aina ya watu ambao wamesema ni waumini. Allah akasema ulaika sayarhamuhumullah, hao ndio ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawahurumia. Na huruma ya Allah ni pepo, maana aliyehurumiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuingizwa katika pepo yake. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala akaonyesha tena kinyume chake, akasema almunafiquna walmunafiqatu ba'duhum min ba'din, wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike yaamuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike wao wanaamrisha munkari, wao wanahamasisha yale mabaya yaendelee katika jamii, na wanakataza yale mema yasifanyike. Wao wanaamrisha mabaya, wanakataza mema yasifanyike, wanawazuilia watu kufanya mambo ya kheri, wanaleta kila miundombinu ya watu kutokutenda yale yaliyokuwa ya kheri. Wayaqbiduna aydiyahum, na wanazuia mikono yao, hawatoi katika njia ya Allah ili dawa ya Allah iweze kufika,
ili maneno ya Allah yaweze kufika, ili kuamrisha mema iweze kufika kwa watu wengi na wengine, wao wanazuia mikono yao ili kazi hiyo isiweze kuendelea, kazi hiyo isiweze kufika kwa mbali, kwa sababu wao wanategemea maovu yakiendelea kuwepo ndio wao watanufaika kwa vitega uchumi vyao walivyoviweka, kwa sababu ya mambo wanayoyafanya ambayo sio sahihi, ambayo ni katika mambo maovu. Nasullah fanasiyahum, wamemsahau Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala naye akaamiliana nao kama ambavyo wao wamemsahau naye akawapuuza. Allah subhanahu wa ta'ala akisema innal munafiqina humul fasiqun, hakika wanafiki ndio hasa watu mafasiki, al-kharijuna an dinillah wa an ta'atihi, ni wale ambao wanatoka nje ya dini ya Allah na wanatoka katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Katika yale ya kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wao hawataki kujilazimisha nayo. Allah anasema innal munafiqin, hakika kweli ya wanafiki, humul fasiqun, hao ndio watu mafasiki. Ya Muislamu, al-ma'rufu ma amara Allah bihi wa rasuluhu, maarufu mambo mema ni yale aliyoamrisha Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wal munkari ma naha Allah anhu wa rasuluhu, na munkari ni yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hayo ndio yanaitwa munkari. Na tena baadhi ya wanachuoni wanasema maarufu mema ni yale yaliyokatazwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yaliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba haya ni katika mambo mema. Na kinyume chake yale ambayo ni mabaya, hata watu wa kawaida pia wanajua haya ni mambo mabaya. Ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja mbea hizi mbili, waumini wa kiume na wanafiki. Uangalie wewe unasimama kwenye grupu gani, katika upande upi wa hawa ambao ni waumini wa kiume wanaoamrisha mema, au waumini wa kike wanaoamrisha mema, au ni katika upande wa wale ambao ni wanafiki wa kiume ambao wanaamrisha maovu yafanyike na wanakataza mema yasifanyike. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi, rawahu Muslim. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man raa minkum munkaran, yeyote katika ninyi atakayeona uovu unafanyika mbele yake uko wazi hadharani, basi na aubadilishe kwa kutumia nguvu zake, kwa kutumia mkono wake. Ikiwa ameshindwa kutumia mkono, basi aseme, atumie ulimi. Ikiwa hilo limeshindikana pia, basi achukie. Na hili la kuchukia ni jambo la lazima, hakuna ambaye hawezi. Na ambaye atasema yeye hawezi kuchukia, ina maana huyu hana chembe ya imani. Huyu katika moyo wake hamna chembe ya imani. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, kuyachukia maovu na kuonyesha kwamba wewe unachukia maovu ni pamoja na kutokukaa katika maeneo ambayo yanahamasisha maovu kuendelea, maeneo ambayo yanachochea maovu, yanachochea watu kukufuru maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu kufanyia istihzai dini ya Allah na kufanyia istihzai Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kufanyia istihzai nembo za dini. Maeneo hayo Muislamu hatakiwi kukaa.
Leo nakuta Muislamu amekaa studio na hapo alipo muziki unapigwa. Muislamu amekaa baa na anakuambia mimi niko hapa lakini mimi sinywi. Muislamu yuko kwenye hafla, kwenye sherehe fulani, ila ni shuleni wanafunzi wanaagwa, lakini katika hafla hiyo kuna mapembe na jamaa zako marafiki zako wanakunywa, au huko kikazi wafanyakazi wenzako wanakunywa pombe, wanasema sisi tuleteni soda, hao wanywe pombe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yeyote anayemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anaamini siku ya mwisho kwamba ipo siku atafufuliwa, atakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fala yajlis, basi na asikae ala maidatin yudaru alaiha alkhamru, asikae kwenye meza ambayo kwenye meza hiyo inazunguka pombe, kilevi kinazungushwa katika eneo hilo. Kharajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidhi. Kwa Muislamu katika maeneo imetajwa pombe kwa maana ya kwamba ni jambo ambalo ni haramu, na inapotajwa sampo moja ina maana sampo hii unapaswa Muislamu kuitumia, na katika maeneo mengine ambapo kuna hamasishwa kitu ambacho ni haramu haifai Muislamu kukaa maeneo hayo. Na hata wale ambao bado shetani anawachezea kwenye mambo ya mpira, kwenda kwenye vibanda umiza na kwenda kukaa na kushangilia, wakati hayo yote yamedhaminiwa na mambo ya kamari na kubeti, leo Muislamu anaenda kukaa pale na anaongeza idadi ya watu waliokaa kwenye kibanda, na mpaka kuonekana kuna hitaji ya kuongeza kibanda kingine. Ni nani katika Waislamu asielewa kwamba kamari ni haramu? Ni nani katika Waislamu asielewa kwamba pombe ni haramu? Lakini bado Muislamu anaenda kukaa katika maeneo hayo ambayo yanapromote maovu na machafu kwamba yaendelee kuwepo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, na pindi utakapowaona wale ambao wanafanyia istihzai aya zetu, fa'aridu anhum hatta yahudu fi hadithin ghayrihi, epukana nao, achana nao, ondoka katika sehemu hiyo, usikae pamoja nao mpaka wabadilishe mazungumzo mengine, waache kushangilia timu zao, waache kushangilia mpira, wabadilishe mazungumzo yao ni ya kheri. Wa imma yunsiyannaka shaytan, na kama shaytani atakusaulisha, fala taqudu ba'da dhikra ma'al qawmi dhalimin, usikae baada ya kuwa umekumbuka shetani amekusaulisha, umekaa katika watu hao katika grupu hilo, basi baada ya kwamba umekumbuka usiendelee kukaa na watu madhalimu. Suratul An'am, na aya hii imeshuka katika mji wa Maka. Imeshuka katika mji wa Maka. Ikaja aya nyingine, masahaba wanaambiwa wakiwa katika mji wa Madina, وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema وقد نزل عليكم في الكتاب, hakika imeteremshwa katika kitabu, katika sheria, katika hii Qur'ani, ninyi watu wa Madina, ilishateremka huko Maka tangu zamani muda mrefu, ya kwamba mkisikia aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
zinafanyiwa kejeli, zinafanyiwa istimizai, zinakufuriwa, zinapingwa. Fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi, msikae na watu hao mpaka wabadilishe mazungumzo mengine, waache kufanyia istimizai maneno ya Allah na dini ya Allah na Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema idhan innakum mithluhum, hivyo basi kama mtangangana mkaendelea kukaa hapo, na ninyi mtakuwa kama wao. Aridwa bil kufri kufrun waridwa bil maasi maasiya, kuridhia ukafiri ni ukafiri, kuridhia maasi ni uasi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwa kuwa mmeamua kuungana, mkaamua kukusanyika katika maovu kwa pamoja, mkawa jambo lenu moja, mmeshirikiana, inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawakusanya watu wanafiki na watu ambao ni makafiri katika moto wa jahannam wote kwa pamoja. Kwa nini? Kwa sababu wameungana katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani hatujui Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan, enyi ambao mmeamini, hakika si vinginevyo kama pombe na kamari na kubeti. Kuna kisa waqia ambacho kimetokea. Mtoto ameenda shuleni, anaulizwa baba yako anafanya kazi gani? Anasema baba yangu anafanya kazi ya kubeti. Yani imefika wakati mpaka hivi sasa watoto wanajua baba zao kazi wanazozifanya ni kubeti, yani hana kazi nyingine ni kubeti. Na akatoa sample ya mikeka ambayo alionayo kama akiba ya kwake naye pia, kuonyesha hii ndio kazi ya baba, ndio ambayo anaifanya. Haya si katika maasi? Kama huyu mtoto leo anashuhudia baba kazi yake ni kubeti, yeye akikua atafanya kazi gani? Ndugu yangu Muislamu, kushiriki maovu ni athari mbaya katika jamii, ni athari mbaya katika familia, ni athari mbaya unayoiacha katika familia. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza haya na ametukemea haya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiendelea na maudhui ambayo inasema inkaru limunkar wajibun ala kulli mu'minin wa mu'mina, kukemea maovu ni jambo la wajibu kwa kila mu'min wa kiume na muumini wa kike. Bali hata wengine hukodishwa kwenda kubeba kabisa bia na kupeleka kwenye sherehe, na mtu anasema mimi nimekodishwa, mimi nimelipwa pesa yangu. Ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wataawanu 'alal birri wa taqwa wala taawanu 'alal ithmi wal 'udwan, saidianeni katika mambo mema na saidianeni katika mambo ya uchamungu, msisaidiane katika mambo ya madhambi na mambo ya uadui. Utasema mimi ninachojali ni kipato changu, ni pesa. Nikupe mfano, lau mtu akakukuta unapanga na anagombana na baba yako au kaka yako, akakwambia nisaidie hilo panga mara moja, alafu ukampa, akamkata baba yako, akamkata mama yako, je, utasema kwamba wewe umesaidia msaada mzuri? Lau kwamba wewe ndio unauza mapanga alafu ukamuuzia panyarodi, akaenda akamuua mtu wako, mtu wa karibu, ndugu yako, je, utasema mimi ni mfanya biashara?
kwamba ungesaidia uovu? Ndugu yangu Muislamu, wengi leo tunapoona maovu yanafanyika tunasema shauri lake, atajua mwenyewe, mimi nahangaika na nafsi yangu mwenyewe, maadamu naswali nafanya ibada ya mwingine na kadha hainihusu. Umar Abu Bakar Siddiq alipotawalishwa, alipopewa utawala, alipopewa uongozi, miongoni mwa maneno aliyowahi kuyasema akasema, ayuha nasu innakum taqrauna hadhihi al-aya, enyi watu, hakika ninyi mnaisoma aya hii, watadaunaha fi ghairi mawdi'iha, lakini mnaiweka mahala si penyewe, mnaitumia kwa matumizi ambayo si yenyewe. Aya gani? Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu alaykum wa anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, alaykum wa anfusakum, jilazimisheni na nafsi zenu kuzitengeneza, kuziweka sawa sawa. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum, hata wadhuruni ninyi yeyote yule atakayepotea, atakayekuwa anafanya uovu, atakayekuwa anafanya madhambi, hata wadhuruni. Asema aya hii mnaisoma alafu mnaielewa vibaya. Akasema, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, hakika mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna an-nasa idha ra'aw al-munkar, hakika watu watakapoona uovu unafanyika, la yughayyirunahu, wasiubadilishe kwa kutumia nyenzo za kubadilisha uovu, yushiku Allahu azza wa jalla an ya'umma, Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwaeneza watu hao kwa adhabu. Yani na maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kuwaletea watu adhabu kwa sababu ya kunyamaza, kwa sababu ya kutokuamrisha yaliyokuwa mema na kukataza yaliyokuwa maovu yanayofanyika katika jamii. Ndugu yangu Muislamu, kuondoa maovu katika jamii ni jambo ambalo limeamrishwa, ni jambo ambalo ni la wajibu, kila mmoja kwa uwezo wake. Na ndio maana tukasema waliosema wanachuoni, madaraja ya kuondoa munkari yako aina tatu. Daraja la kwanza kabisa ni al-inkaru bil yad, ni kuondosha kwa mkono, na huku kuondosha kwa mkono inahusu na watu ambao wana mamlaka, watu ambao wana madaraka, watu ambao wana dola, wale ambao wana nyenzo zote za kuondosha uovu. Hili linawahusu na wale ambao, mfano mwalimu anaweza kuondosha kwa mwanafunzi wake, mfano baba anaweza kuondosha kwa mtoto wake, lakini uondoshaji ule ambao utakuwa uko size na level yake. Kwa sababu hata kama wewe ukiwa baba, hata kama wewe ukiwa mwalimu, ukiondosha ukapitiliza mipaka, ukafanya nje ya kinachotakiwa, basi inawezekana ukakamatwa na serikali au kashikwa na dola, kawajibishwa kwa sababu hujatumia ule uwezo wako ambao uko chini ya uwezo wako. Kwa hiyo tunapofikiria kuondoa uovu katika jamii, lazima kuna kuondoa ule ambao tunajua tuna uwezo. Kama tumeshindwa kuondosha kwa mkono, nafasi ya pili inatuhusu ya kwamba lazima mseme. Na kama mmeshindwa kusema, basi chukieni. Na hilo la kuchukia peke yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, adhaful iman, hii ndio imani ya chini, lakini ndio kiwango cha mwisho ambacho anakiweza kila mtu. Kwa maana ya kwamba kama uovu unafanyika mahala, umeshindwa kuondosha kwa mkono, umeshindwa pia kusema, basi ondoka katika sehemu hiyo. Lakini leo watu wanakomaa, wanakaa katika maeneo, vituo
ambayo kuna hamasisho maovu na kuna hubiriwa mambo ambayo sio sahihi, itikadi ambayo sio sahihi, na wewe ukakaa pale ukaendelea kusikiliza na ukiamini kwamba jambo hilo halina madhara kwako wewe, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Mwenyezi Mungu atawakusanya hao wote ambao waliungana katika maovu kwa pamoja na bila kuondoka au bila kuondoa, ibakie katika sehemu ambazo wewe huna uwezo. Mfano, uko kwenye ndege ikawekwa muziki, uko kwenye basi la usafiri ukawekwa muziki, hapa wewe umetenzwa nguvu, sio hiari yako. Lakini kama unaweza kutumia busara, kwa sababu katika kuondosha munkar ima uondoshe wote kama ilivyokuja daraja ya kuondosha munkar, au upunguze, yani upunguze ule munkari. Kama huwezi kuondoa wote, basi hata kumwambia apunguze sauti. Lakini mala asafi shadid, vipandwa hivi leo tunavitumia, wengine madereva ni Waislamu, makonda ni Waislamu, lakini wanatufanyia mambo ambayo sio sahihi, wanatufanyia mambo ambayo ni ya dhulma kabisa. Hawatutendei haki wale ambao si wapenzi wa muziki, wale ambao hatutumii vitu kama hivyo, wakidhani ya kwamba sisi wote tunahitaji muziki, sisi wote tunaburudishwa na muziki. Kumbe wengine tunaudhiwa na tunakasirishwa na aina hizo za muziki inawekwa. Wewe umesomea nifani kwamba waburudishe wa abiria, lakini hujasomea Uislamu, hujajua sheria za Kiislamu zinasema nini juu ya mambo hayo ambayo ni munkari na ni uovu ambayo Muislamu anatakiwa auepuke kwa namna ambayo anaweza. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, kuna masharti, muda haututoshi. Kuna vigezo ambavyo vinazingatiwa katika kuondosha munkari, muda hautoshi. Tuishie hapa kwa siku ya leo. Huenda tukipata fursa nyingine tutazungumzia shuruti inkari munkari, sharti za kuondosha munkari. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimis salat.